Bwana, mnyama amefanikiwa kutinga hatua ya finali baada ya sare ya bila kufungana kule nchini Afrika Kusini. Ndio. Dhidi ya Stellenbosch katika mchezo ambao umechezwa katika uwanja wa Moses Mabhida pale. Ndio. Tuambie dakika 90 kwa upande wako zilikuwaje, lakini pia ni wapi ambapo Simba walikuwa bora wakafanikiwa kutinga hatua inayofuata, kwa maana hatua ya finali dhidi ya Stellenbosch? Bwana, Simba walikuwa na mkakati bora sana kwenye mchezo huu. Kama umeona, kwanza wamewaheshimu wapinzani wao. Wamewaheshimu kivipi? Simba wameenda na mkakati wa kuamua kukaa nyuma muda mwingi ama kuwa nyuma ya mpira kwa muda mrefu, huku wakiwaachia Stellenbosch waweze kukaa na mpira muda mwingi. Stellenbosch wote tunajua ni timu ambayo imezoea kushambulia wakati wote, lakini katika mchezo wa leo hii imebidi waje na approach tofauti kidogo, kwa sababu wao ndio imebidi wakae na mpira huku wakiwaachia wapinzani wao Simba wakicheza kwa kujihami zaidi. Ni mkakati bora sana ambao Fadlu Davis ameufanya leo hii. Amewasoma vizuri Stellenbosch, akajua maeneo yao ya hatari yako maeneo yapi, basi akaja na mkakati ambao umeweza kuwazuia Simba leo hii ndani ya dakika 90, na mwisho wa siku tumewaona Simba wakifyeka kichaka cha Yanga ambacho walikuwa wanajifichia kwa muda mrefu sana, cha kutamba kwamba wao ndio timu pekee kutoka Tanzania ambayo imefika finali kwenye michuano hii. Kwa ni mafanikio makubwa sana kwa Simba, na hii inatokana na usajili bora ambao waliufanya. Simba walikuwa na mastaa wengi miaka iliyopita kwenye kosi chao, lakini leo hii wakaamua kuwapa, msimu uliopita wakaamua kuwapa thank you, wakaleta wachezaji wao wengi wapya. Mwisho wa siku leo wamepata mafanikio. Goli la Jean Charles Ahua ndio linawapeleka Simba finali. Free kick aliyopiga pale Zanzibar leo hii inawapa nafasi Simba ya kwenda kucheza finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Ni heshima kubwa sana kwa kikosi cha Simba, lakini vile vile ni heshima kubwa sana kwa mpira wa Tanzania, Bwana Salumu, kwa sababu mafanikio ya Simba ni mafanikio ya taifa letu. Bwana, mnyama bao moja alilofunga Jean Charles Ahoua katika mchezo wa kwanza limewapeleka finali. Ndio. Pengine kwa upande wako zile dakika 90 ule moto wa Sauzi kwa namna ambavyo unaona walianza kwenye kipindi cha pili pale Zanzibar, lakini leo hii wameanza nao moto huo mpaka dakika ya 90. Ndio. Simba wakafanikiwa kushikilia bomba. Ndio. Kwa maana bomba la moto, lakini wamefanikiwa kulishikilia. Labda unawaambia nini wana Simba? Tuanze na mashabiki ambao walisafiri kuifuata timu, lakini pia mashabiki ambao wamejikusanya ama walikuwa naiunga mkono timu yao. Waongea na mashabiki kwanza. Mimi nilichopenda ni ile spirit ya Simba, walikuwa wanaamini wanavuka kwenda finali kwenye michuano hii, kuanzia uongozi wao na hadi mashabiki. Ni kitu ambacho kimetokea, lakini mimi lazima nimpongeze sana Fadlu Davis. Fadlu Davis ni kocha ambaye ni kwa muda mrefu namuona amekuja na style tofauti pale Simba. Ukitaka acheze mpira wa kufunguka moja kwa moja atakushambulia. Ukitaka awaambie wachezaji wake, bwana, hii mechi ni ngumu, tukae kwetu tuzuie, Simba watacheza kwa staili hiyo hiyo. Kwa hiyo hili ni jambo la kuvutia sana kwa upande wa kikosi cha Simba. Simba imekuwa ni timu ambayo inabadilika, ambayo haikadiliki. Stellenbosch walikuwa wanaamini Simba leo pengine watakuja kufunguka moja kwa moja, lakini Simba leo wamekuja na surprise, wamekuja na staili tofauti kabisa. Simba leo wameamua kukaa kwenye eneo lao muda mrefu, wameamua kukaa nyuma mpira muda mrefu, wakawaachia wao mpira wacheze. Sasa hata mimi na uhakika hata ile mipango ya kocha wa Stellenbosch ambaye alikuwa anaiona Simba ikicheza katika mechi zilizopita atakuwa alichanganyikiwa, kwa sababu ulikuwa unaiona timu ambayo inacheza staili tofauti. Leo unaenda kucheza nayo inakuja na approach tofauti. Umeona Shomari Kapombe na Mohamed Hussein leo muda mwingi walikuwa nyuma, muda mwingi walikuwa wanazuia. Kwa hiyo ile ni heshima kubwa sana kwa upande wa Simba, ile ni heshima kubwa sana kwa upande wa kikosi cha Simba na wachezaji wote. Simba mafanikio walioyapata leo hii wanastahili kutokana na ubora ambao wameuonyesha ndani ya pichi. Kuanzia kwa mchezaji mmoja mmoja, ile fighting spirit yao imekuwa ya juu sana. Kwa sababu siku zote kwenye mpira wa miguu ili upate mafanikio ni lazima ucheze kwa kujitoa. Unapojitoa siku zote ni lazima timu yako itafanikiwa. Ndio kitu ambacho tumeona Simba leo hii wamekifanya pale Afrika Kusini. Bwana, tangu mwanzo Simba walipowasili ilionekana kabisa kwamba viongozi wale ambao wako pale nchini Afrika Kusini wakiongozwa na balozi wa Tanzania nchini ya Afrika Kusini, kwa maana Mr. James G bwana alikuwa mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kwamba mnyama anatinga finali. Jambo limefanikiwa. Mama Samia, rais wa nchi yetu, alitoa ndege, lakini pia akawalipia Simba malazi. Tuseme deni limelipwa au bado kuna kitu ambacho Simba wanadaiwa kutokana na kile ambacho serikali ilikibeba? Unajua mimi Simba ilipofika tu hapa deni wamelipa tayari, wameiheshimisha nchi yetu. Kufika finali tu kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho ni heshima kubwa kwa upande wao. Nakumbuka msimu huu Simba wamekuwa wanajenga timu. Umeona? Yaani ukiangalia kwenye kikosi chao cha kwanza wachezaji wengi pale hawana uzoefu.
huyo Ahu ambaye ndo amehusika kwenye mabao mengi msimu huu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, ambaye amesababisha kufika kichaka cha Yanga na kuipeleka Simba finali, ndo msimu wake wa kwanza anacheza hatua ya makundi, lakini amefika hadi katika hatua ya finali. Na yeye ndo mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi kwenye kikosi cha Simba, mabao 5. Ina maana Simba mimi walipofika tu hapa deni wameshalipa. Jambo kubwa zaidi sasa ni kuanza sasa ni kwenda finali, kwenda kupambana, kwenda kuandika rekodi mpya ya kuchukua ubingwa. Kikosi kimesheheni vijana. Unaweza kusema kwamba vijana sasa wamethibitisha ile kauli ambayo mashabiki walikuwa wanasema kwamba kikosi chao msimu uliopita kilikuwa kimejaa wachezaji wazee ambao walishindwa hadi kufanikiwa kuipeleka timu kwenye klabu bingwa, wakaishia kwenye shirikisho. Kwa hiyo unaweza kaniambia kwamba vijana waliopo kwenye kikosi cha Simba wamemaliza sasa yale maneno ambayo mashabiki walianzisha kabisa. Vijana wa Simba, kwanza unajua Simba kitu ambacho kimewasaidia kwenye mchezo ama kwenye mechi hizi za michuano kombe la shirikisho msimu huu ni kuwa na heshima. Simba wamekuwa na heshima katika mechi zote ambazo walikuwa wanashuka dimbani. Mimi nimekuwa nikiwaangalia Simba nikanaiona hii ni timu ambayo inakuja kupata mafanikio. Ogopa sana kuwa na vijana wengi ambao wanataka kupata mafanikio. Simba wana vijana wadogo wengi kwenye kikosi chao ambao target yao sio kuishia Simba. Target yao ni kwenda mbali zaidi. Target yao ni kutengeneza pesa nyingi zaidi kwenye mpira wa miguu. Na hata kuna kiongozi wa Simba nishai kumsikia alisema target ya Simba ni kuhakikisha wanatengeneza heshima kwenye mpira. Ni kuhakikisha wanatengeneza timu ambayo itapata mafanikio kwa muda mrefu. Ndio kitu ambacho tumekishuhudia leo hii. Simba wachezaji wao wengi malengo yao ni kwenda mbali. Na ndio maana mimi tangu mwanzo Urugu ulikuwa unaniuliza kutoka makundi wapi nilikuwa naamini Simba atafika finali kutokana na fighting spirit ambayo wachezaji wao wamekuwa kionyesha. Wachezaji wa Simba wamekuwa kivuja jasho nyingi sana uwanjani. Licha kwa kuna wakati natokea mashabiki wanalaumu wanafanya nini, lakini Simba wachezaji wao wamejituma vilivyo. Yaani kufika tu finali hii ni bonus. Simba walikuwa wanajenga timu, lakini Simba kufika finali ya kombe la shirikisho ni bonus. Lakini Simba wakichukua ubingwa wa kombe la shirikisho wanakuwa wamevuka malengo yao. Wamevuka malengo yao. Na mpaka sasa wamevuka malengo. Maana malengo yao ilikuwa ni kuvuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Ndio. Kwa hiyo kuingia finali pia ni bonus Mwayombo. Kuingia finali kwa Simba ni kama bonus. Hakuna mtu aliamini. Kwani wakati msimu unaanza, nani aliamini Simba wanakuja kugombea ubingwa? Wakati msimu wetu unaanza, yani msimu wa mashindano huu unaanza. Hakuna media yoyote Tanzania ama hakuna mtu yoyote. Lakini mimi nakumbuka nilikuwa naongea kama kutania kipindi kile. Nilikuwa kwenye kipindi cha michezo nikasema Simba hii ya msimu huu inaweza kufika finali na inaweza kupambania ubingwa. Na nikawa natoa sababu nile kufanya interview na wewe hapa. Nikakwambia Simba ni timu ya CAF Champions League. Kushuka shirikisho ina maana sio malengo yao. Simba ilibidi wanashindana na kina Mamelodi kule na kina Al Ahly kule. Kwa hiyo unaposhuka shirikisho unatakiwa uonyeshe mimi ni mkubwa. Unatakiwa uchukue ubingwa. Umeona? Unatakiwa ufike mbali kwenye michuano hii. Lakini watu wengi walikuwa waamini hicho kitu, ama watu wengi walikuwa wanaona Simba itafika kokote. Lakini haya mafanikio Simba wameyapata kwa sababu ya uongozi makini. Waligundua bana tunatakiwa kuanza mpya, tunafanya reshuffle kwenye timu yetu. Tunaongeza wachezaji wengi. Leo hii tunaona wamepata mafanikio makubwa kabisa ambayo leo wanayo hapa. Sawa, bwana Mwayombo, nakumbuka tuliwahi kuzungumza. Ilikuwa ni tangu msimu unaanza. Baada ya Simba kufanikiwa kutinga hatua ya makundi, baada ya kuitoa Al Ahly Tripoli, ulisema kwamba Simba level zake ni za klabu bingwa barani Afrika. Haijalishi wanajenga kikosi au wana timu ya namna gani, lakini level zake ni ligi ya mabingwa kwa maana CAF Champions League. Ukasema timu ya CAF Champions League ikishuka kwenye shirikisho inapaswa kufika finali na kuchukua kombe. Simba wako finali. Nafasi ya kuchukua kombe Simba unaiona? Kabisa, nafasi ni kubwa. Mimi huwasipendi kubadilisha maneno yangu. Tangu mwanzo wa msimu nafanya interview na wewe kuelekea Al Ahly Tripoli, nishe kufanya kazi na Bongo pia kwenye kipindi cha michezo nilisema hivyo tangu mwanzo wa msimu. Niliipa nafasi Simba ya kuchukua ubingwa. Na hata leo Simba ameenda finali. Najua wengi hawaamini. Ila mimi msimamo wangu ni ule. Simba sio anaweza. Simba ndiye bingwa wa kombe la shirikisho msimu huu. Rudia? Simba ndiye bingwa wa kombe la shirikisho msimu huu. Tangu mwanzo wa msimu nimekuwa nikikwambia hivyo. Na hata msimu huu narudia tena. Yaani leo hii Simba yupo finali. Bado watu wamoja. Simba anachukua ubingwa huu wa kombe la shirikisho. Naamini hivyo. Yaani Simba hawezi kuiogopa Berkane. Narudia tena, Simba kwenda kucheza finali na Berkane hawezi kuiogopa. Berkane ni kwangu mimi ni timu ya kawaida sana ambayo Simba anaweza kuifunga kivyo vyote vile, iwe nyumbani kwake ama hapa Dar es Salaam. Na faida ambayo Simba anaipata, anaanza nayo ugenini. Umeona? Anaanzia ugenini, anakuja kumaliza mechi nyumbani. Ni fighting spirit ambayo wameionyesha katika hizi mechi nyingi ambazo wameshiriki msimu huu. Wanatakiwa kurudi nayo tena
kwenye mechi hii ya fainali, kwa sababu fainali ni mechi mbili tu. Yes. Ni dakika 180 Yes. za kupambana, unajua wewe upo katika hatua gani. Ndio maana mimi msimamo wangu ule Salumu, hata kuniuliza kesho na kesho kutwa, Simba ndio bingwa wa kombe la shirikisho msimu huu. Ninaamini hivyo kwa sababu wana kocha mzuri, umeona? Wana timu ambayo ina vijana wengi ambao wana kiu ya kufanya vema, wanapambana vema sana wakiwa dimbani, wana fighting spirit ya juu. Unaona wachezaji wanacheza kwa kujitoa. Ogopa sana ukiwa na timu ambayo inacheza kwa kujitoa, timu ambayo haina star mmoja, ila timu ina yani kila mtu ni star kwenye timu, kuanzia golikipa Musa Pindi Kamara hadi wachezaji wengine wote ambao wapo dimbani. Wachezaji wengi hawana uzoefu. Na Simba wakaja na slogan kwamba bwana sisi tunajenga timu. Wamefanikiwa sasa kufika mpaka hatua ya finali. Wakichukua ubingwa huu halafu wakakosa ubingwa wa ligi pamoja na ubingwa wa FA. Pengine tuseme kwamba hakuna shabiki atakayedai kuhusu ubingwa wa mashindano ya ndani. Simba hata sipochukua ubingwa wa ligi kufika finali kombe la shirikisho, hakuna shabiki ambaye atawadai. So unajua kwa Simba sio story kuchukua ubingwa wa ligi. So story wala kwa Yanga. Yaani Simba na Yanga kuchukua ubingwa wa ligi kuu, Simba na Yanga kuchukua ubingwa wa FA, sio story kwa upande wao. Story ni kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Story ni kuchukua CAF Champions League. Ubingwa wa kimataifa. Yaani Simba itakuwa story kubwa kama atachukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Ni story ambayo itaishi vizazi na vizazi. Simba anaingia finali ya pili ya CAF kwa sababu alishawahi kuingia finali ya kombe la washindi kipindi kile, akapoteza. Yes, akapoteza finali mwaka 1993. Najua wengi walikuwa hawajazaliwa. Ina maana sasa Simba anaenda finali tena kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Ni nafasi yake kufuta makosa yaliyotokea kwenye kile kizazi. Ni kuchukua ubingwa na kuupa heshima mpira wa Tanzania na kulipa heshima taifa letu. Ni kitu ambacho kinawezekana. Yes, mipango hii ni ya kwao, wamejipanga vizuri, ni timu ambayo imejipanga vizuri. Kwenye picha wanatuonyesha. Yaani ogopa sana kucheza na timu ambayo watu wanaichukulia poa. Unajua watu wengi sana tangu michuano hii ya kombe la shirikisho inaanza, Simba wamekuwa wakichukulia poa. Walikuwa hawaipi nafasi kabisa. Hawaipi nafasi, wanaichukulia poa, wanaizungumza vibaya. Lakini leo hii mimi nakwambia kufika finali, wale wachezaji wa Simba wameshakuwa wachezaji wakubwa. Unaona Fadlu Davis ameshakuwa kocha mkubwa wakati huu. Na ninakupa za ndani tu, Simba walimwambia bwana, hebu kula kandarasi mpya hapa mapema. Simba walichungulia mbali sana. Lakini kocha akamwambia jamani, samahani, mimi bado na mipango. Nataka tutimize kwanza project yetu ili tuweze kufanikiwe. Orlando, kwa hiyo Simba walimpa proposal ya mkataba mpya. Yes. Na bado hajasaini. Yes, na Orlando Pirates nao walikuja mezani, walikuwa wanataka saini yake. Baada ya kusikia yani sio wamefanya mazungumzo, lakini Fadlu Davis anasema jamani, bado nina project yangu na Simba. Ogopa sana kocha huyu. Ina maana huyu Fadlu Davis malengo yake ni kuwa kocha mkubwa kwenye mpira wa Afrika. Na anajua fika mafanikio ama ukubwa wake ataupata akiwa Tanzania, ataupata akiwa kwenye kikosi cha Simba bwana Salumu, kwa sababu mwanga ameshauonyesha. Naamini hata wakati huu viongozi wa Simba na watu wote wakati huu watakuwa wanamwamini ama wamempa imani kubwa sana kocha huyu, kwa sababu ameshawafikisha katika sehemu ambayo Simba kuota kufika kwa siku za karibuni. Lakini leo hii wamefika finali. Tena wamefika finali wakiwa na kikosi ambacho watu wengi walikuwa waamini kama kitafanya vema. Mimi nathubutu kukuambia hiki ndio kikosi bora zaidi cha Simba kwa miaka 5 iliyopita. Rudia. Hiki yani kikosi cha Pindi Kamara, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Shamu Karabu, Hamza Ngoma. Hiki ni kikosi bora zaidi kuliko vikosi vyote ambavyo vimepita Simba kwa miaka 5 iliyopita. Kuliko vile vya kina Chama, Mixon. Yaani achana na vikosi vya kina Chama, achana na vikosi vya kina nani. Hiki kikosi cha kina Ahua, Mpanzu, Kibu Dennis, kina Mkwala, kina Ateba ndio kikosi bora zaidi cha Simba. Kwa sababu ukiniuliza hivyo vikosi vilifanya nini, vilishia robo finali. Lakini kikosi hiki kimefika finali kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Kwa haya ni mafanikio makubwa ambayo Simba wanatakiwa kupongezwa. Simba, kwa hiyo mashabiki wa Simba unawaambia sasa watambe mitaani sasa. Watambe, warukeruke, waimbe. Yote wanastahili kufanya. Kwa sababu haya ni mafanikio makubwa sana kwa upande wao. Hii ni heshima kubwa sana kwa upande wa kikosi cha Simba bwana Salumu. Naam. Sasa bwana Mwayombo, tumeona kwenye mchezo kadi
tumeona kwenye mchezo penalti 2 zimefutwa. Mwamuzi wa leo rate kuanzia 1 kati ya 10 unampa max ngapi? Bwana nampa 10 10 ya 10. Yes, alikuwa anatoa kwa macho yake ya nyama, anatoa matukio, anafunika penalti ya Kibu Denis, lakini Kibu akaonekana alidive, alidanganya. Yes, baadaye upande wa pili akaonekana kama amewapa ile penalti, lakini unja kuangalia tukio ile sio penalti. Angalia ile tukio la goli, ile ni offside, ameenda kuangalia kwenye VAR vile. Unajua angekuwa mwingine angefunika ile. Yes. Kwa hiyo mwamuzi wa leo mimi naweza kumpa 10 ya 10. Amefanya vema sana, hajataka kutengeneza maneno mengi. Ameamua kuamua kwa haki pande zote mbili. Sioni kama kuna timu leo hii italeta lawama yoyote ile. Umeona? Sioni kama timu leo hii yoyote ile italeta lawama kwamba bana mwamuzi ametuonea. Okay. Bana Salum, mimi Mwembo, hebu maliza kwanza na mchezaji wako bora kwa upande wa Simba kuanzia mwanzo wa msimu mpaka hivi sasa wakati wanaelekea kwenye hatua ya finali. Kwenye kikosi cha Simba mchezaji bora ni Jean Charles Ahoua kwa upande wa wakati huu. Kwa sababu gani? Amehusika kwenye mabao 5 kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Yeye ndio ameipeleka finali Simba. Kwangu mimi ndio mchezaji bora wa Simba mpaka hivi sasa. Akiongozana na kina Elie Mpanzu. Usije ukatuambia kwamba kuna mtu anakuja anamtaka Ahoua hapa watu wakaanza kutafutana. Hapana, achana wewe. Sawa, mimi nimekusoma achana na hayo mambo. Lakini mimi mchezaji bora zaidi kwenye kikosi cha Simba kuliko wote, sasa amewafunika wote, ni Fadlu Davis. Huyo ndo master. Yani Fadlu Davis anachungulia pop. Anaona hii Simba inatoka kufanya hivi, anakuja na approach tofauti. Mwisho wa siku moto unawaka. Tunaona Simba wanapata mafanikio. Kwamba Fadlu anachungulia, anaona sasa hivi ni muda wa kumtoa Mpanzu aingie Che Malone nende nikazuie. Makocha wengi wafanye vitu kama hivyo, watu wataongea sijui na nini, lakini yeye anaamini katika approach yake Fadlu Davis. Kwa hiyo Fadlu Davis ndio mchezaji bora zaidi, ndio master wa Simba. Baada ya hapo anakuja Ahoua, anakuja Mpanzu, anakuja Musa Pini Kamara, akina Kibu Denis na nyota wengine wote Simba pale. Ni wachezaji bora kabisa ambao wameipa mafanikio makubwa Simba leo hii.